ili baada ya kushiriki msalaba kwa neema yake ushiriki pia ufufuo wake na uzima wake. Tuombe. Mungu Mwenyezi wa milele, uyatakatifuze matawi haya kwa baraka yako, ili sisi tunamfuata Kristo mfalme kwa shangwe tupate kufikia Yerusalemu ya milele kwa njia yake, anayeishi na kutawala milele na milele. Bwana awe nanyi. Somo la Injili takatifu ilivyoandikwa na Luka. Yesu alitangulia mbele akipanda kwenda Yerusalemu. Ikawa alipokaribia Betfage na Bethania kwenye mlima uitwao wa Mizeituni, alituma wawili katika wale wanafunzi akisema, "Nendeni mpaka kijiji kile kilichowakabili, na mtakapoingia ndani mtaona mwana punda amefungwa, ambaye hajapandwa na mtu yeyote bado. Mfungueni mkamlete hapa. Kama mtu akiwauliza mbona mnamfungua, semeni hivi, Bwana anaja naye." Wale waliotumwa wakaenda wakaona kama alivyowaambia, na walipokuwa akimfungua mwana punda, wenyewe walimwambia, "Mbona mnamfungua mwana punda?" Wakasema, "Bwana anaja naye." Wakampeleka kwa Yesu, wakatandika nguo zao juu ya mwana punda, wakampandisha Yesu, na alipokuwa akienda walitandaza nguo zao njiani. Hata alipokuwa anakaribia mteremko wa mlima wa Mzeituni, kundi zima la wanafunzi wake walianza kufurahi na kumsifu Mungu kwa sauti kuu kwa ajili ya matendo yote ya uwezo waliyoyaona, wakasema, "Ndiye mbarikiwa mfalme ajaye kwa jina la Bwana, amani mbinguni na utukufu huko juu." Baadhi ya Mafarisayo walipokuwa katika mkutano wakamwambia, "Mwalimu, wakanye wanafunzi wako." Akajibu akasema, "Nawaambia, ninyi mkinyamaza, hata mawe yatapiga kelele." Neno la Bwana. Kama hii ya matawi miaka michache iliyopita kwa Mexico, hadi mmoja alitaka kuwaimpress waumini giza mwanapunda mbele punda, tukasoma hii Injili, akampanda punda. Watu walipoanza kuimba, kuanza maandamano, punda alishtuka, kambwaga padri chini na aliishia ICU. Siku ya Pasaka mwaka huu kwake ilikuwa ni mwisho. Pendwa, kuja hapa sio kwa kufanya impression za vitu vya nje vinavyoonekana, ili watu waweze kusema tunaadhimisha matawi mwaka 2025. Tunakuja kwa tendo la kiimani, tendo ambalo ni la kihistoria linavyoabuliwa na manabii wa mwisho wa Agano la Kale. Unaingia Zefania, unaingia Zekaria, pale unaanza kuona utabiri juu ya Masia mpakwa mafuta atakavyoingia
mji wake mtakatifu kwa ajili ya kukomboa taifa la Mungu. Mji wa Yerusalemu ulivyo, Yesu alipoingia alitokea magharibi. Yaani Yesu ulivyo magharibi na viona huko. Hivyo Yesu alitoka. Kwa nini? Kwa sababu ukiangalia jiografia ya pale hii bonde la mlima wa Mizeituni, Olive, Mount of Olives, na ukivuka kidogo hilo bonde sasa hivi utakuwa huko upande wa sehemu ambayo inatawaliwa na Wapalestina. Kumbe anatoka Bethania anaingia Yerusalemu. Anachokifanya ilikuwa na ishara za kinabii. Cha kwanza, Yesu hakuwa na punda wa kwake, na kama vile atafanya karamu ya mwisho hakuwa na nyumba ya kwake. Atazikwa hakuwa na kaburi la kwake. Kila kitu ni cha kuazima na ni kutoka kwa wanadamu. Kwa nini? Kwa sababu ushiriki wa Mungu katika aliyoyaumba ndio unafanya wokovu wetu utimilike. Tunapoanza ili juma, inabidi tujue kwamba ushiriki wetu katika matukio ya Juma Kuu ndio unaofanya na ndio unaokamilisha kile ambacho Mungu anataka kufanya. Takwambia lipe mwanapunda. Na wanapunda sio wengine, ni sisi. Yesu alipanda punda ambaye hajawahi kupandwa, inexperienced. Na tunavyoambiwa katika historia ya wanyama, punda huwezi kumbebesha mtoto wake mzigo ila umbebeshe yeye mtoto atembee. Sasa ni kitu cha ajabu. Yesu anampanda mwanapunda ambaye hajawahi kupanda. Na Yesu anaingia sio kwa farasi. Watawala na watu wenye uwezo. Tukienda Masumbu hapa, tukasimamishwa barabarani masaa 4-5, tunasubiri Doto Biteko wapite na magari mawili. Kwenda huko, magari yote yasikasukumwa pembeni. Yanapita magari 3. Pia sisi wengine huko mavumbini. Sasa Yesu akuingia kwa shangwe kwa njia ya farasi. Ilikuwa sasa hivi anaingia kwa helikopta, mambo makubwa, sifa. Anaingia kwa mnyama ambaye anaitwa the beast of burden. Yaani mnyama ambaye ni mbeba mzigo mzito. Na ndio maana yake kwamba Yesu ndiye mbebaji wa mizigo mizito, abebaye dhambi za walimwengu, ambaye amekuja kutukomboa. Yesu anapofanya hiyo ishara, wana wa Wayahudi wanachukua matawi yaliyokuwa karibu. Ilikuwa kutungechukua matawi ya mitundu, kwa sababu ndio miti iliyoko karibu. Ilikuwa kwingine tungechukua matawi ya majani ya migomba. Alichukua matawi ya mzeituni, alikuwa vincent. Lakini gani hili likawa na significance mbili. Moja ni shangilio la ushindi. Na ndio maana yake baadaye katika historia ya kanisa mwanzoni, beba tawi hili maana yake ni kubeba tunu ya ushahidi. Ukienda kwenye catacombs pale Roma, kwenye catacombs au makaburi ya Karisto na mengine, utakuta humo ndani kuna mashahidi wengi waliouawa ambao chini yake pamewekwa hilo jani hilo la mzeituni, ikiwa ni ishara ya ushindi. Kumbe tunapobeba haya mambo haya, ndio kwamba inabidi muwe mashahidi wa ushuhuda wa Kristo. Sio tu ndanyanyua tu na pepea na jifikiria kwamba mambo yote yako sawa. Hapana. Hii Hosiana ni shangilio la ushindi baada ya vita. Kumbe hizo zote zilikuwa ni ishara. Na watu wanapoona mambo haya yanatendeka, wanasema, wanyamazisha wanafunzi wake. Wanasema wakinyamaza mawe yatapiga kelele. Kwa maneno mengine, tendo la kinabii, tendo la kumkomboa mwanadamu haliwezi kunyamazishwa na sauti za binadamu. Kwa maana yake hata Yesu anapofariki,
wale wanawalipa watu pesa nini mkaseme waliiba mwili huo wakatoa kaburini, haikunyamazishwa mpaka leo, miaka 25. Tunaanza Juma Kuu. Tunaianza kwa kubeba haya matawi na kwa maandamano ya kiimani. Kama walelewa na nini vijana, tunataka tumshuhudie Kristo kwamba ndiye mbarikiwa ajaye kwa jina la Bwana. Kristo mkombozi wetu. Maandamano haya yanatuingiza kwenye Juma Kuu na umo katikati. Basi leo tutakuwa nasikia mateso ya Bwana wetu Yesu Kristo. Na watu waliomshangilia ni wale wanasema asulubiwe. Na sisi kwenye juma hili tunaweza tukachukua matawi, alafu ndani ya juma hilo tunaanza asulubiwe kwa matendo yetu. Tumuombe Kristo mkombozi wetu ambaye ametukomboa bila mastahili, afanye Juma Kuu la mwaka huu iwe Juma Kuu la neema na baraka katika maisha yetu ya kiroho na kimwili. Basi chukue haya matawi na tuandamane kwa shukrani na furaha, hasa katika mazingira yetu haya ya seminari, kila mwaka tukimshukuru Mungu kwa yale mema mengi anayojidhihirisha kwayo. Mwanzoni waliokuwa hapa 2020, mimi nimebahatika kwamba kila mwaka sijui kwa namna gani ikifika siku ya matawi mimi nakuwa zamu. Kumbe mtu hawezi kusema nini kimetendeka hapa katika juma hili, sio kwa design, lakini ni kwa zamu ambayo inajileta, kwa sababu kupanga zamu akusemi rekta ndiye ashike zamu. Tumeanza kwenye matope, tumeanza kwenye nini, sasa tunatembea hivi. Inabidi tuwe watu ambao tunajua kwamba mawe yakinyamaza, binadamu akinyamaza, mawe yatasema, kwa sababu mapenzi ya Mungu hayawezi kuzimwa. Tumsifu Yesu Kristo. Basi tuanze kuimba hizo nyimbo na tuandamane katika mtiririko huo. Tutatekezo. Hosana, 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 Hosana juu. Hosana, Hosana, Hosana juu. Hosana, Hosana, Hosana juu mbinguni. Hosana juu mbinguni. Hosana, Hosana, Mwana wa Daudi. 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 Mwana wa Daudi. Tazameni mfalme anayekuja kwa jina la Bwana, mpole na mnyenyekevu, mpole na mnyenyekevu. Hosana, Hosana, Mwana wa Daudi. Hosana, Hosana, Mwana wa Daudi.